Kama ilivyo ada ya kila Jumatano tunapata kuzungumza kuhusu masala ya kujifunza zaidi kuhusu uchumi na fedha, tukiwa na mtaalamu wa uchumi na fedha Janet Soka, na leo tunazungumza kuhusu vyanzo vya umasikini ambavyo vinatokana na mtu binafsi. Janet, uko sawa? Sawa kabisa. Leo tunachimbua umaskini ambao tunautaka sisi wenyewe. Wewe mwenyewe unaamka na kutafuta umaskini. Ni vipi vyanzo hivyo, Janet? Okay. Kwanza kabisa tunasema kuna sababu tuna sababu za kiuchumi mkubwa, macroeconomics, lakini kuna microeconomics, uchumi mdogo wa mtu binafsi. Na kikanuni tunasema kuna kanuni ya kitokeo machocheo, cause and effect law, kwamba chochote ambacho unakiona kwenye maisha yako sasa hivi, hali yoyote ya maisha ambayo unayo, kuna kitu kimekupeleka hapo. Ni kitu gani sasa? Either unajua au haujui, lakini hapo ulipo inatokana na wewe mwenyewe kwa vyanzo ambavyo vipo, na hapo ndio ikatuleta kwenye mada yetu ya leo, Balkis. Vyanzo vya umaskini vinavyotokana na mtu binafsi. Kwanza kabisa tukizungumzia umaskini ule tunauona wa kukosa chakula, kukosa makazi, ule ni umaskini tunauona kwa macho. Ile umaskini unaanzia kichwani, mentality. Na hivi umaskini wa fikra. Unashindwa kufikiria, unashindwa kuja na wazo gani linaweza likakupa fedha, ndio maana mkononi unakosa hata fedha ya chakula. Chanzo cha kwanza cha umaskini ni kukosa imani katika eneo la fedha. Unakosa imani kabisa eneo la fedha na hauna malengo ya kifedha. Na nikisema kukosa imani na maanisha ile self concept, yani vile ambavyo unajiona. Unajua Balkis, sasa tukaa tunapiga story hivi, tunazungumza labda natamani kufungua biashara, natamani nijikusanye nipate 3 milioni ya mtaji. Kuna mtu akisikia anasema hizo mada zenu bwana, 3 milioni mimi. Sasa hapo ndo imani. Wewe mwenyewe hujiamini. Watu wote tunaendea maisha kwa imani. Kwa hiyo kuna mtu kabisa, yani kuna mada anajitoa, au tukawa tunazungumzia mambo ya uwekezaji, sio tukue kiuchumi, mwisho wa mwaka tuuje vipi, mtu kashaanza. Yani huko mwezi wa 4 anabisha, mwezi wa 12 mimi 500,000 sitakuwepo, na una uhakika hiyo miezi ijayo itakuwaje? Kwa hiyo hapo kukosa imani na malengo. Kwa hiyo ukiwa tu hauna imani kwenye maisha yako, hauna imani hata tukizungumzia, yani kuna mtu kabisa ukipiga naye story, unamwambia hivi mpaka pale Mungu hapa atakuchukua, unahisi utakuwa umeshika kiasi gani? Mimi sijui hata kama nitamiliki 1 milioni ya kwangu mimi. Yani anafanya uamuzi wa maisha yote kutokana na alipo sasa hivi kabisa. Kwa hiyo hicho ni chanzo kikubwa cha umaskini, na hiyo inapelekea unakosa malengo, unaishi kiolela, unaogopa fursa, na hapo patakupelekea ubaki kwenye umaskini kweli. Jambo la pili ni kudharau mwanzo mdogo. Na hii tunao changamoto sana vijana, hasa wa sasa hivi. Ukipita barabarani ukakuta mabotiki mazuri, maduka mazuri, mataa na wakawaka. Sasa mimi nikifanyaga zile training za vijana, naambia hivi, kwa mfano ukipewa kiasi gani cha fedha unahisi maisha yako yanaweza kasimama? Yani 100 mna 35 hivi milioni. Hivi nani anaweza kuamini kwenye fedha zote hizo hujaona, yani hajaona kitu chochote. Kwa hiyo mwanzo mdogo ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Anza na kile ulicho nacho, na watu wengi wakifikiria mwanzo mdogo wanahisi aibu, fedhea, kushindwa, lakini kweli ni kwamba mwanzo mdogo unakutengenezea kuthamini kile kitu. Kwa sababu mtu ambaye ameanza biashara akiwa chini, akifika juu, huyo amkumbushe amka asubuhi, kwa sababu anajua struggle, lakini pia uwezo wa kutatua changamoto. Kwa hiyo usidharau mwanzo mdogo. Kama una wazo, una ile na kichote ambacho unatamani kukifanya, kiweke kwenye matendo, tembea taratibu, na hiyo inaweza ikawa ni sababu kubwa ya kutoa kwenye umaskini. Jambo la tatu, uzembe na nidhamu ya kazi. Na hii inaharibu sana sifa. Unakuta sasa hivi nyakati tulizokuwa nazo, kuwa na uwezo peke yake, kuwa na kipaji, kufanya vizuri zaidi pekee sio sababu ya wewe kuaminiwa na kupata tenda. Kabisa. Uzembe, yani kuna mtu kwa mfano kwenye eneo la picha,
Yani mtu ameshachukua hela, kasha rekodi, lakini mpaka akumbushwe miezi miwili unamfuatilia, mbona hii mbaya, unamkumbusha, mbona hii edit. Yani kufanya anaweza, lakini mpaka umkumbushe. Au wakati mwingine nidhamu ya kazi, tunajua unatakiwa kufika muda fulani, lakini mpaka huo muda, mpaka watu wao wanakufuatilia. Hii inaweza ikawa chanzo cha umaskini. Na inakuwaje? Watu hawakutaji kwenye fursa kubwa. Nikisikia yule ukimpa kazi haiwezi kufika kwa wakati. Yule bwana, hiyo tenda usimpe, ni tenda kubwa, lakini yule atakusumbua. Nani anapenda usumbufu? Kwa hiyo ni moja kati ya chanzo cha umaskini. Unaweza kukuta una uwezo mkubwa, watu hawalitaji jina lako na wakupi fursa kubwa. Sababu ya tatu, kukwepa kujifunza ujuzi mpya. Hiyo ni sababu ya nne. Sababu ya nne, kukosa kujifunza ujuzi mpya. Maisha yanabadilika, mambo yanabadilika, lakini wewe una ujuzi ule ule wa miaka 3-2 iliyopita ule usoma kwenye theory darasani. Au mwingine umemaliza, anakuambia mimi nimemaliza mwaka 2020. Mpaka sasa hivi ile degree yako isha expire. Kuna mambo mapya mengi yameshakuja. Una kitu gani kipya kinachoendana na mazingira? Kwa hiyo kujifunza tunasema hakuna mwisho. Tunanifikirisha mimi degree yangu itakuwa ime-expire muda. Ongeza Balkis, ongeza knowledge kwenye career yako. Jua vitu vingi, hata wakati mwingine nje naweza kufanya uwe wa tofauti, uwe bora. Na watu wanapenda vitu bora. Kama wewe ukisikia anapamba vizuri makeup, unaenda unafuata. Anasuka vizuri unaenda. Kwa sababu gani? Utofauti. Lakini jambo la 6, kukosa mtandao sahihi wa watu. Na huu mtandao hauji tu, ni intentionally, wewe unaamua. Na nikisema mtandao sahihi wa watu, namaanisha wale watu ambao kwenye maisha tunahitaji mtandao sahihi wa aina 3. Kwanza kabisa, wale ambao mpo level moja. Kwa mfano sasa hivi Balkis hapa kwenye career, watu wa career yako lazima uwe na watu ambao kuna fursa mnaendana, chukua hii, kuna hii recommendation, nimepita hapa, nimepata kitu hiki hivyo. Lakini pia unawahitaji wa chini, kwa sababu wao ndo wanatubebaga, supporters, mashabiki. Wale wa chini unawatunza kwa namna ambavyo utakuwa humble na respect, na jinsi ambavyo utaheshimiana nao. Wale wa katikati ni kauli na namna ambavyo mnafanya mawasiliano. Wale wa juu ambao watakutaja kwenye vyumba ambavyo wewe huwezi kuingia. Kuna mtu fulani yuko vizuri, unashangaa amenijuaje, amepataje namba yangu? Kuna mtu amekutaja. Lakini wale wa juu hawezi kukutaja hivi hivi, lazima uwe unatoa value, thamani. Na hapa sasa vijana wengi tunakosea kuenda na matatizo. Kiongozi bwana, mimi na shida hii, sijui nini. Yaani unaanza kufikiria akutatulia matatizo yako bila kumwaza yeye. Kwa hiyo ili maisha yawe vizuri zaidi, mtandao sahihi wa watu, anza kufikiria huyu mtu ninayekutana naye naweza nikamsaidia nini kikamsaidia kupiga hatua. Akisha kuona ni mtu wa kutoa thamani, namba yako anaisave chapu. Na hapo sasa itakuwa ni rahisi hata wewe ukiwa unahitaji msaada kusaidiana. Kwa hiyo mtandao sahihi wa watu ni muhimu. Kuna sehemu hautaweza kufika kama ni lazima mtu akutaje na watu wakurecommend. Sawa. Sababu nyingine tunasema maamuzi ya kifedha ambayo ni ya haraka na kukosekana kwa elimu ya fedha. Unakuta mtu anataka kufanya uwekezaji, amepata tu fedha kwa sababu ipo mkononi, anafikiria biashara fulani. Hana taarifa sahihi, hana maarifa ya kutosha, lakini pia hajui machimbo, hajui fursa, wateja wanapatikana wapi kwa wingi. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sababu pia ya umaskini. Kupata fedha au kuwa na fedha mkononi pekee sio sababu ya kukufanya wewe uwekeze. Tafuta taarifa na maarifa sahihi. Lakini sababu nyingine ni kukosekana kwa nidhamu ya fedha na mpango wa dharura. Nidhamu ya fedha ni ule uwezo kwanza wa kuwa na budget, pili kukaa ndani ya bajeti yako, lakini pia kuwa na akiba binafsi. Hapo tilia mkazo sana kwa wanawake. Nidhamu ya fedha. Kabisa. Wanawake hiyo by nature tunaendeshwa na emotion, lakini kuna mambo ambayo yanahitaji maamuzi. Nidhamu ya fedha, kwamba kuwa na fedha, na mara nyingi unanunua, unakuta unasema labda naenda nina hela kwenye simu. Napita tu barabarani nikakutana na nguo na draw
nanunua na ninazo za kutosha, naenda tena mbele. Kama ni wamama, vyombo vya kutosha, yani ana mahotpoti 30 lakini atumia 2 tu, wengine wote yako kabatini pale. Kwa hiyo ni nini hivi, kwa nini tunanunua? Emotion, yani ukiona kitu kizuri unakihitaji katika muda na wakati huo. Kabla hujanunua, hebu jiulize, hivi hiki mimi ninakihitaji sasa hivi? Kwa kweli hilo ni swali muhimu sana. Lirudie. Kabla hujanunua kitu chochote, jiulize hili swali, hivi hiki kitu nakihitaji sasa hivi kiasi kwamba nisipokipata sasa maisha hayaendi? Ukiwa unajiuliza hilo swali, utagundua kuna vitu vingi unaweza kuvumilia. Na wakati mwingine unanunua kwa bei kubwa kwa sababu umeona tu umependa. Umekombea 50,000 lakini kuna sehemu ya 30 kawaida. Kwa hiyo kuna 20 pale imeongezeka. Kwa hiyo tusifanye maamuzi kwa hisia. Sawa. Jambo lingine ni kukosa ni matumizi yasiyo ya lazima na madeni yasiyoisha na yasiyo na tija. Kwa hiyo kwenye matumizi yasiyo ya lazima na tumeanza kuigusia kwenye pointi hiyo. Kwa hiyo na hapo kwenye madeni, na hapo kwenye matumizi yasiyo lazima ndio yanapelekea uwe na madeni. Unatumia fedha nyingi kwenye mambo ambayo hayana umuhimu kwa sasa, ikifika kwenye mambo ya umuhimu unakopa. Kwa hiyo ni vizuri ukapanga bajeti, ifuate bajeti yako, jiulize maswali na uwe napata muda wa kujitafakari. Lakini tunamalizia kwa kusema kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Hiyo pia ni chanzo kikubwa cha umaskini sana. Unaona kabisa mimi kipato changu hakitoshi, lakini yani tu ni yule mtu wa kulalamika, yani maisha hayo ukitegemea kazi hauwezi fika. Basi miaka inaenda tu, upo tu. Fikiria namna gani unaweza kutoka hapo, kwa sababu kiukweli ni kwamba maisha haiwezi kujibadilisha, ni wewe ndio unahitaji kubadilika ili uendane na maisha. Kwa hiyo yoyote ambaye chanzo cha mapato hakitoshi na actually hakijawahi kutosha, fikiria namna gani unaweza kuongeza. Na hatutarajii kitoshe ukizingatia vitu ambavyo vimepanda bei, vita vinavyoendelea huko duniani, mabadiliko. Kanuni ya matarajio kwenye maisha. Kwenye maisha kuna kanuni ya matarajio, tunasema the law of expectation, na yenyewe inasema kile unachokitarajia kwa nguvu na uhakika ndicho kitaenda kutokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo mawazo unayowaza na vitu unavyotafakari kwa muda mrefu ndo kitaamua sasa maisha yako yawe ya namna gani. Unaweza ukaa tangu asubuhi umeamka Balkis mpaka jioni ni kulalamika tu, mtoto huyu, mume huyu, mke huyu, si nini. Akili yako matarajio yako, yani ndio maana maisha yabadilika, kwa sababu akili yako kile unachokiweka sana muda mrefu kwenye akili ndio kitachokupa matokeo. Hivyo jiulize, ni kitu gani kinakusumbua sana kichwa chako? Inawezekana ni maneno, ugomvi, familia, ndio maana maisha yanabaki kuwa pale pale. Kwa hiyo tunaendaje hapa? Kwanza weka matarajio, nini unakihitaji kwenye maisha yako? Weka matarajio, nini unahitaji. Lakini pia tafuta watu sahihi. Malengo, matarajio ndio yataamua huyu ni sahihi au sio sahihi. Lakini pia jifunze, jinoe, jiboreshe kadri ya vile ambavyo unatamani kuwa, na zaidi piga hatua ndogo ndogo kila siku. Kuna mtu hapa ukizungumzia mambo ya biashara, anafikiria ni mtaji mkubwa, sijui. Kabla ya kuanza kwenye mtaji, kauliza hata frame. Kuna mtu anaogopa tu ile frame, yani anapita tu, hii frame nzuri hivyo kwa na urembo hivi itakuwa bei kubwa. Umeuliza? Usijipe majibu. Kwa hiyo uliza na utapata matokeo. Na leo tunamalizia kwa nukuu ambayo inasema maisha yako yanaenda kule ambapo akili yako inaamini unaweza kwenda. Maisha yako yanaenda kule ambapo akili yako inaamini unaweza kwenda. Anza kubadilisha matarajio, utaona mwelekeo mpya wa maisha. Kwa hiyo kile unachokiwaza muda mrefu sana kwenye maisha yako ndo kitaamua ufike mbali kwa kiasi gani. Tuanze kuweka mawazo chanya na tuanze kupiga hatua ndogo ndogo tukielekea maisha kwa imani na ujasiri. Tunakushukuru sana Janet. Sasa tumepewa mbinu za kujivua wenyewe kwenye vyanzo vya umaskini ambavyo tunaweza kujisababishia sisi wenyewe. Mimi naondoka na pamoja na yote kununua. Sasa shukrani sana.